Kwa jina naitwa Titus Gitonga. Nataka kuwafundisha kwa nini watu wanapiga kelele hapa duniani wakisema wanaitizwa pesa katika madhehebu zao wanapoenda kuombewa katika makanisani. Ni vyema kuelewa ni kwa nini mtu anafanya kile anafanya, na kuelewa hicho mpaka uelewe mwanadamu aliamrishwa kufanya nini na Mungu tangu wakati mwanadamu alifukuzwa kutoka katika shamba la Edeni. Ukisoma katika Genesis chapter 3 kuanzia mstari wa 23 na 24, wakati mwanadamu alifukuzwa katika shamba la Edeni, aliambiwa kazi yake ni kulima. Kulima ni kufanya kazi, na sababu ya fanya kazi ni hili apate necessity za kumwezesha kuexist ama living until wakati mwanadamu atakufa. Sasa kwa sababu hii ndivyo mwanadamu anavyoishi akifanya leva ama akileva ama akifanya kazi kulingana na kwa namna yoyote ile anayoifanya. Lakini kwa sababu wanadamu hawajaelewa mwanadamu ama wasome habari za Mungu vile alivyomwamurisha kufanya mwanadamu, ili wakati wanahukumu wanadamu ama wanalaumu wanadamu kwa kile wanachofanya, wawe wanambesi katika ile mwanadamu aliambiwa hawe akifanya na Mungu. Na kwa sababu hiyo wanadamu wengi hawaelewi Mungu aliwataka wanadamu wawe wanafanya nini tangu walipofukuzwa katika shamba la Edeni. Na kwa sababu hiyo ndio wanadamu wanalaumiana, wakilaumu kila mtu vile anavyofanya. Mwingine anasema ufanyi sawa, aidha ungefanya kama mimi ama ungefanya kama fulani. Kwa sababu hiyo tunataka tuangalie namna wanadamu wanaleva ama wanafanya kazi ili wale na wanywe. Maana wakifanya ile kazi, jambo lile wanalofanya, wanafanya wanapata necessity ile ya kuwawezesha kuexist ama living until wakati watakufa. Katika kuleva ama kufanya kazi inafanywa kwa njia hizi zifuatazo ili mwanadamu apate necessity. Kuna kufanya kazi ili ufanye kazi hii ya physical hii tunafanyanga, kama vile kuajiriwa ama kulima shamba ama kufuga mifugo ama kufanya biashara, ili katika hiyo shughuli unayofanya kazi hiyo ikupatie mazao yake, na yale mazao ndiyo itakuwa ni necessity ya kukuwezesha kuexist ama living. Kwa mfano ukiwa mfugaji, kwa sababu watu wa pale mbeleni pale ile miaka ya 40th century BC, wakati Adamu waliumbwa walipofukuzwa shambani, kile kilichokuwa kinaendelea aidha ni mifugo na ukulima wakati walianza kulima. Kwa hivyo katika ile mifugo walikuwa wanabadilishana, inawapatia ile necessity ya kuwezesha wao kuexist. Na ikaenda ikagraduate mpaka ikafika wakati pesa zilianza kutumika kutoka kwa ile mbanta system, wakati watu waliingia kwa new modern, wakati sasa ilikuja ikabadilishwa ikawa sasa pesa zinafanya kazi. Sasa kwa hii njia ya kufanya kazi ya kufuga ama kulima, hii ni njia moja ile ambaye mwanadamu anafanya ili kile anafanya akipata ile kitu atapata pale, hiyo itakuwa ni necessity ya kumwezesha kuexist. Hii imeendelea mpaka imekuja ikawa sasa tuko katika hii modern day sasa hizi za siku hizi, ambaye kuna business zinafanywa za kila aina. Hii sasa ni katika physical kufanya kwa mikono na kufanya kile unafanya ukiwa unakifanya physically na literally. Hiyo ni njia moja ili kile unachopata pale
kitakuwa ni necessity ya kukuwezesha kuexist ama living mpaka hufe. Njia ya pili ya kuleva, kuna kuleva ile tunaita free will. Free will ni kama vile mimi ninaweza amua nikupatie pesa, ama nikupatie mfugo, ama nikununulie shamba, ama nikununulie froti na wewe hiyo kitu kikifika mikononi mwako, hata kama hujaleva ili nikupea, hakuna kazi umenifanyia, unakivandilisa kinakuwa necessity sasa ya kukuwezesha wewe kuexist. Unaweza uza ile shamba, uuze ule mfugo, uibandilise ikuwe pesa. Hizo pesa uzibandilise, zinaweza nunua ndawa, zinaweza fanya mambo mengi. Ukinunua mandawa itakukinga kwa magonjwa, ili uweze kuexist ama uweze kuwa unaendelea na living mpaka siku ile utakafo kufa. Kwa hivyo sasa kuna hiyo kuleva through free will, ambaye ni mimi naweza kukupea kitu ama wewe unaweza kunipea kitu, na kile kitu mimi nakibadilisha kinakuwa ni necessity sasa ya kuniwezesha existence ama ya kuniwezesha living. Njia nyingine sasa hile wanadamu wanaleva naye ni kule sasa kuleva kwa kuendea ile supreme being ama Mungu, ili akupatie nguvu za kuondoa mambo yale yanakuwa iko katika kiroho, ile ambaye haiwezi suluhishwa na hizi necessity ama pesa za na huku physical. Hizi unaweza kuwa umelima shamba ama umeuza plot yako, ama yani umepata fedha kwa namna moja ama nyingine, alafu ile fedha kuna mambo ya kiroho fedha ile haiwezi ikakufanyia. Sasa kwa sababu hiyo kuna kuleva katika kuzigharamia, kuzitolea kwenda kwa ile supreme being ama ile wewe unaita Mungu, ili umweleze vile unataka, ili akiweza sasa akikusikiza atakuwezesha kuwa na uwezo wa kuondoa mambo mengi katika ulimwengu wa kiroho. Aidha anaweza kukupea nguvu, unaweza tamuka maneno katika roho, na maneno yale yanatendeka. Kama kuna magonjwa yalikuwa yamekulemea, unayatamuka, unayaondoa kupitia zile nguvu, na magonjwa yale yakiondoka itasababisha wewe sasa kuexist ama itakuwezesha living mpaka wakati utakafokufa. Hii ni kama vile tunamuona Kaini na Haberi wakienda kutoa sacrifice katika Genesis chapter 4. Hii sasa ni individual, mtu mwenyewe unajipeleka kwa Mungu wako ama kwa hiyo supreme being, ili ukaitolee sadaka ama ukaieleze maneno, ili na yeye akusikize na aweze kukufanyia kile unataka, ama aweze kuwa anahusika nawe katika roho, anaweza kukupea nguvu. Ukitamuka maneno yanakuwa yanaondoa zile karamiti zako ama shinda zako, na ama hata bila kukupea hiyo nguvu direct, yeye mwenyewe sasa vile mmekuwa associated atakuwa na kuondolea mambo mengine ya kiroho, ile mambo ambaye pesa za na huku duniani ama kuleva na ile necessities zinapatikana na kuleva na huku duniani haiwezi ikaondoa. Ya pili, tunaona tena Nuhu naye akienda kutoa sacrifice baada ya ile hak ama safina kurandi katika Mount Ararat 30 millennium BCE. Wakati alirandi, alienda akatoa sacrifice ili awe na uhusiano mwema na Mungu wake, ili sasa katika mambo ya ulimwengu wa rohoni ama katika zile mambo ya ulimwengu wa kiroho, ile hawezi tatua na ile necessity ya utajiri wa huku duniani, Mungu awe anamsaidia kuondoa ile mambo. Na Mungu anapoondoa kule, kuondoa sasa amepata necessity ama vile visavavisi kumwezesha kuexist. Sasa anaendelea hivyo. Tunarundi tunamuona Abraham akienda kutolea Melkizedeki sehemu yake ya 10 baada ya kupigana vita na kusinda. Hii sasa ni kuziassociate na kuleva katika ulimwengu wa roho, kuzihusisha na ile supreme being ama Mungu wako, hili
ukaweze kuexist na ile nguvu ikaweze kuwa ni necessity. Nguvu ya kiroho inakuwa ni necessity ya kukuwezesha kutatua mambo ya ulimwengu wa kiroho. Ile necessity ya huku physical haiwezi ikatatua. Haya, katika hiyo tena ulimwengu sasa wa kiroho kuna free will. Free will ni kama vile Mungu anaweza intervene akupatie necessity vile wewe kumuomba. Unakumbuka Abraham alipoambiwa akamtoe Isaac, alipofika kule Mount Moriah alienda akapewa ile lama ama ile kondoo ya kutoa sacrifice. Ile ni Mungu alimpatia, na anapompatia ile inakuwa sasa ni necessity sasa, ama uwezo wa kuwezesha mambo katika ulimwengu wa roho kufanyika, yale ambaye hayawezi fanywa na zile necessity za fedha za na huku duniani. Sasa njia nyingine sasa ya kufanya hizo kuleva ni kama vile sasa tukitoka kwa hiyo sasa vile individual mwenyewe anazipeleka sasa kwa Mungu wake ama kwa hiyo supreme being, akitafuta suluhisho za mambo ya kiroho. Pia ukisoma katika kitabu ya pili ya Henoko kutokea 70 to 73 unasikia wakati huyu Melkizedeki alizaliwa, kwa sababu alizaliwa kwa ile mboma ya ndugu mdogo wa Nuhu, ule Nil ambaye alikuanga ni priesti ama ni kuhani. Kwa hivyo kulikuwa na makuhani kutokea kule miaka ya mwanzo kule, lakini hao makuhani hawajarekondiwa katika Biblia. Lakini katika hiyo kitabu ya Henok ya pili inaelezea kulikuanga na makuhani. Hivyo ni kusema njia nyingine ya kuleva ni kule sasa kuwa na mtu mwingine katikati ya mwanadamu na Mungu wake. Mtu huyu anakuwa katikati, ni kama hao makuhani. Tukianzia sasa kama hiyo wakati wa Enoch, kulingana na kitabu ya Enoch wanasema kulikuwa na makuhani. Ama sasa ukuja sasa wakati wa Musa, wakati sasa makuhani walianza kuwako kulingana na vitabu ya Leviticus, ukianzia chapter 1 ukiendelea, wale mapriesti na kuleva kwa hao kwa priesti. Sasa yeye anakuwa ni katikati ya mwanadamu na Mungu. Na ukisoma katika hiyo mambo ya mapriesti, kulikuwa wanadamu ama wana wa Israeli, kuna ile sehemu ya 10 ya mazao yao walikuwa wanapeleka wanapeleka kwa nyumba ya Mungu, ili mapriesti wawe wanatumia, ama inakuwa ni necessity kwa mapriesti kwa sababu mapriesti walikuwa hawana kazi ingine. Kazi yao ni kuintervene ama kuintercede katikati ya mwanadamu na Mungu kuwaombea na kufanya zile sacrifices wakati zinatolewa kati ya uhusiano wa wanadamu na Mungu. Sasa wakati wanadamu wanapeleka ile sehemu ya 10, ilikuwa sasa wanaleba, wanatoa hiyo mali yao wapeleke ili priesti ya kule, ile priesti naye atawaombea. Sasa wakati huu mwanadamu anapeleka hizo sehemu za 10 na za mazao, alikuwa ni kuleva analeva. Naye wakati priesti anafanya ile kumuombea kwa Mungu, naye priesti pia analeva ili na yeye apate ule uwezo wa kuweza kuponya huyu mtu ama kuondoa zile karamiti za wanadamu, ili na yeye aweze kukula zile sehemu za 10 zimeletwa, ili na yeye awe anaweza kuexist ama living mpaka siku ile atakufa. Hiyo laini ya kuleva sasa ya priesti kati ya mwanadamu na Mungu ilikuja ikaondolewa sasa na ile prophecy ambaye ya Mungu ilisema kuna mwana atakayezaliwa ambaye ni Emmanuel, ama Mungu pamoja na wanadamu, ama jina lake ni Yesu Kristo. Wakati Yesu Kristo sasa akakuja, ukienda kulingana na unabii sasa inakuonyesha utoke katika hao mapriesti ukuje sasa, unaweza enda wewe individual peke yako kwa Mungu ukipitia jina lile, ukiwa na ile imani ya Yesu ni mwana wa Mungu. Na ukienda vile
wakati unaomba ni kuleba, unaleba ili upate mambo ya kiroho, ili upate necessity za kiroho za kukuwezesha kuexist mpaka siku ile utakapoondoka duniani. Na pia katika hiyo kwenda sasa kiindividual, unaenda direct kwa Mungu wako kupitia jina la Yesu ama kwa hiyo imani. Pia jina hilo lina uwezo wa kukupatia hata zile necessity za na huku duniani. Unaweza kumuomba upate shamba ama upate utajiri wa huku duniani, na pia hiyo ni necessity. Kwa hivyo sasa ukienda kwa hiyo laini ya kuleba kwa hiyo laini ya faith katika Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, pia wale wanafanya hivyo ni kuleba, wanaleba. Na hapa sasa ndiyo kuko na haya madhehebu. Sasa utakuta bando yako na wale watu wanaombea wengine, tuseme kama mapastors ama kama mabishop ama kama mareverend ama kama maprofeti ama kama maapostles ama watu wengine wale wanao ombea wanadamu ama wanaosimama kati ya wanadamu na Mungu. Na kwa sababu hiyo kile kilio wanadamu wanalia, wanasema wanaitizwa pesa na si haki kuitizwa, ni kwa sababu hawaelewi. Ni kwa sababu hawaelewi. Na kuambia ni haki uitizwe, kwa sababu kama bando uko katika hiyo system ya kuleva, ili hule na hunywe uweze kuexist na uweze living, sasa mpaka ulipise ama ulipwe kile unafanya. Katika hawa watu sasa wamesukua ile nafasi ilikuwa ya mapristi wa zamani. Na sasa ndio unaona hata katika hizo madhehebu wakiombewa mpaka utoe tithe, mpaka utoe sadaka za kila aina, sacrifices za kila aina, ili umpatie yeye huyu anaye kuombea, ili aweze kukula na kunywa. Hiyo ni necessity, aweze kuexist mpaka siku ile atakapokufa. Na yeye akikuombea, lile njanga ulikuwa nalo litaondoka, kama ni la kiulimwengu wa roho litaondoka. Hii ni kwa sababu wanadamu hawajaelewa aswa sinda ya mwanadamu ni nini. Sasa ukiangalia sasa katika hizo laini za kuleva, ili upate necessity ya kukuwezesha existence ama living mpaka siku ile utakufa, hiyo ni tofauti na kile Yesu alileta. Yesu yeye alileta uhai, na huu uhai hauko kwa wale wanao exist ama wako katika living mpaka wafe. Unaweza kuwa una exist na uko katika living, lakini without having life ile Yesu alileta. Ile life Yesu alileta ni kule kuwezesha ile sehemu ya mwanadamu ambaye ni ya uzima, uhai wa mwanadamu uelewe ulitoka katika uhai. Na hiyo information haiko katika ile system ambaye ni ya mwanadamu aliambiwa hawe analiva, ili awe anapata necessity za kumwezesha existence ama living mpaka hafe. Hiyo ni tofauti. Hii information ya uzima haiko huko. Wanadamu wakati ule walipokuwa ama hata vile wako wakiweza kuleva wapate necessity, aidha utajiri wa kifese kwa huku duniani ama wapate utajiri wa kiroho, ambazo ni necessity za kuwezesha kufanya mambo yao ya roho na kuondoa karamete na njanga za kiroho, bado watakuwa wanarak ama wanakosa ile information ya kukua wako hai ama ile information ya uhai. Na uhai huu Yesu alileta ni uhai kwa maana ya kuwezesha mwanadamu kuelewa lili identity ya mwanadamu, jina lake ni uhai. Na jina hili lilibadilishwa wakati mwanadamu wa kwanza aliumbwa kulingana na rekodi ya Biblia, akapatiwa jina Adamu na mwanamke akapewa Hawa. Hapo ndio information ya identity ya mwanadamu ilibadilishiwa. Maana kama wangepatiwa jina uhai ama life, sasa hiyo ndio jina la mwanadamu halisi. Maana mwanadamu amekuwa constituted katika 4 component, ambaye ya kwanza ni life component, ya pili ni spirit and body component, ya tatu ni physical body component, na ya nne ni knowledge component. Sasa katika hizo component ine ambazo zinamtengeneza mwanadamu, ile
ina carry the day ni live component, kwa sababu live ikiwa haiko, hizo component zingine haziwezi coexist, hata haziwezi zikawako. Kwa hivyo mwanadamu ni uhai, hilo ndilo jina lake. Na wakati hilo jina lilibadilishwa, lilipotea hata likibadilisha ile information ya uzima. Kwa hivyo wanadamu waliexist ama walizidi kuendelea duniani wakiwa hawana hiyo information ya kwamba jina lao ni uhai, na uhai ulioriginate kutoka kwa uhai. Na hiyo ndio ile information Yesu alileta. Yesu mwenyewe akiwa ni uhai akachukua mwili ama akabadilika akawa na mwili wa mwanadamu, akakuja huku duniani ili kuongeleza wanadamu, awaeleze hoya kuna information haiko katika ile information wanadamu walikuwa wanatumia hapa duniani kuhusu identity yao. Lili identity ni uhai, na uhai huo ulitoka katika uhai. Hiyo information ilikuwa hakuna, na hakuna mtu angeweza peana, hata ile Mungu wa duniani ile alileta zile information wanadamu waliisi wakitumia. Ndio unasikia Yesu akisema katika John chapter 17 mstari wa 2 na 3 anasema ni yeye tu amekuwa mandated kupeana hiyo information ama kupatiana uhai. Sio Mungu wa duniani hii, sio ile Mungu alikuwa anapea wanadamu information, wala sio malaika zake, wala sio maprofeti, wala sio apostles, wala sio mapastors, wala sio mentors, wala sio nani wala nani. Hii information ya uhai wa mwanadamu ulitoka kwa uhai, na jina la mwanadamu halisi ni uhai, na alitoka katika uhai. Information hiyo iko na uhai ambaye aliyechukua mwili, na lile jina ule mwili ulipewa, ndio ulipewa jina la Yesu Kristo, kwa sababu naye ule Mungu alileta hiyo information hakukuwa ni uhai. Kama angekuwa ni uhai, ile information wanadamu wangekuwa nayo, wangekuwa wanajua yule atakayezaliwa atakuwa ni uhai. Hilo ndilo lile jina wanadamu wangekuwa nalo, lakini kwa sababu yule Mungu alileta hiyo information, yeye si uhai, hakuweza kupatia wanadamu lile jina halisi la Yesu Kristo ni uhai. Hivyo ni kusema ya kwamba hata lile identity ya Yesu Kristo ilibadilishwa na Mungu huyo kutoka kwa uhai, akapewa jina la Yesu Kristo na akasema ni mwana wake. Na kwa kufanya hivyo alindivert akili za wanadamu kwa kutomwelewa Yesu kulingana na vile Yesu anavyozielezea. Kwa hivyo sasa hiyo information ya uhai wa wanadamu ulitoka katika uhai, na jina la wanadamu halisi ni uhai. Jina information hiyo haikukuwa kwa zile nguvu zilizoandamana na ile amri Mungu wa dunia hii aliyotoa katika Genesis chapter 3 kuanzia 23-24, ile aliambia mwanadamu alipomfukuza aende akaleve, na wakati mwanadamu analeva anafuata zile necessities zinamwezesha kuexist ama living mpaka hafe. Hiyo information ya uhai haikukuwako, na kama haingekuwako mwanadamu angekuwa anakufa, akungekuwa na kifo, kwa sababu mwanadamu anakuwa amekufa kwa kule kutoelewa jina la mwanadamu halisi ni uhai, na uhai ulitoka katika uhai, na huyu Yesu ndiye uhai aliyechukua mwili. Sasa kwa kutoelewa hiyo information, hiyo lack of information ina limit mwanadamu, na hiyo limit ndio natural death, ama ile kifo mwanadamu anazaliwa akiwa amekufa. Hata kama ako hai, anatembea, anakula, anakunywa, anafanya mambo yake, anahesabiwa akipimwa kwa kipimo hicho ya kwamba amekufa, kwa sababu amekuwa limited kwa access ama kuelewa ya kwamba uhai wake ulitoka katika uhai, na yeye mwenyewe ni uhai, na Yesu Kristo ni uhai uliochukua mwili ukakuja hapa duniani. Na ndio unasikia Yesu akisema katika John chapter 17 mstari wa 11 ya kwamba neno la baba yake ndilo jina la baba yake.
ambaye jina lile ama neno lile ndilo lile Yesu alilopewa. Hiyo ni kusema jina la Baba wa Yesu ni uhai, na huo uhai ndio huu mwili ambao unaitwa Yesu ulipewa jina hilo. Mwili huo ni mwili wa uhai, na naye huo mwili unakuja kupatia wanadamu ya kwamba jina lao ni uhai, kwa maana ya kuwapea hiyo information, kwa sababu ukisoma katika John chapter 6 mstari wa 63 anasema neno lake ni uhai, na hilo neno uhai ndilo jina lake, na ndilo lile jina anakuja kupea wanadamu kulingana na John 17 mstari wa 2 na wa 3, ya kwamba anakuja kuwapatia uhai. Huo uhai ni kule kuwezesha mwanadamu kuelewa uhai wake ulitoka katika uhai. Sasa hii information haikukuwa katika information zile wanadamu wali exist wakiwa wanazitumia, iwe ni ile holistic information knowledge ama secular education knowledge. Information hiyo haiko huko. Information zile wanadamu walikuwa wanatumia hapa duniani hazina hiyo information ya uhai, na hizo information mtu asije akakudanganya zinatoka mahali ingine. Zilitoka kwa ule Mungu aliumba watu, ndiye aliwapea hiyo information. Nimefuatilia hii information kama kuna mahali imewahi peanwa kwa kizazi chochote hapa duniani tangu dunia ilipoumbwa, alafu ikapotelea mahali, na nikakuja kukuta hiyo information haijawahi peanwa mpaka wakati Yesu Kristo ama uhai ulipozidhihirisha katika mwili katika hii dunia. Ndiyo wakati hii information hiko, kwa sababu kulingana na record Yesu anasemekana alizaliwa 4 to 6 BCE ama 34 to 1st BCE, ambaye kutoka hapo alikuja event ile ya crucifixion na kufa na kufufuka na ile kwenda mbinguni ilifanyika kati ya mwaka wa 30 to 33 Christ era ama CE. Sasa kutoka hapo ndipo huyo Yesu sasa alirudi akiwa ile ability ambaye sasa inaitwa the truth spirit ama roho wa kweli, yule ambaye anayewezesha wanadamu kuelewa uhai wao ulitoka katika uhai na wao ni uhai. Na hiyo truth spirit ndiyo ile inaitwa neno la kweli katika John 17 mstari wa 17, ile anasema neno lako ni kweli. Yaani vile uhai unavyosema, vile unavyoelezea mwanadamu origin yake, hiyo ndiyo ukweli ukilinganisha na zile kweli zingine zote zimewahi nenwa hapa duniani. Kwa hivyo sasa wanadamu wameshindwa sasa kutoka kwa zile information ambazo walikuwa wanatumia za ule Mungu wa duniani, wasifti wakuja kwa Yesu, wamsikize Yesu ili waweze kupata uhai. Na katika kuleva upande wa Yesu awafanyi leva aidha ukaombewe ama uende ukalime ama ukafanye nini. Kuleva kwa Yesu ni kuaccept ama kukubali vile anavyozieleza yeye ni uhai, na uhai wa wanadamu ulitoka katika uhai. Sasa katika kuleva kwa Yesu ni kule kukubali, hakuna kuleva kwingine. Na hapo sasa ukienda hapo, hakuna kuitizwa sadaka, hakuna mtu mutasumbuana naye, wewe utakuwa umerudi mahali ulikotoka, na unapokuwa unaishi, utaishi sasa wewe ukiwa uhai na ukiwa ulirudi katika uhai, kama vile Yesu alisema katika John chapter 5 mstari wa 22 mpaka 24 ya kwamba ukimwamini umetoka kuzimu ama umetoka kifoni ukaingia uzimani. Sasa kwa njia dakika ile umeelewa hiyo, wewe una exist ukiwa hai. Ukiwa hai kwa maana ya kwamba unaelewa uhai wako ulitoka katika uhai, na unaelewa jina lako ni uhai, na unaelewa huyu Yesu ndiye yule uhai mahali uhai wa wanadamu ulitoka.
Ukielewa hivyo, sasa utakuwa umeondokana na ile mambo ya kusema unaitizwa pesa, ya kusema usiitizwe pesa. Kama utaki kuelewa hii, mpaka ukienda huko kwa hiyo madhehebu mpaka uitizwe hiyo pesa. Mimi siku ingine nimeandika kwa mtandao, nataka nipatane na watu. Kuna watu wanafundisha watu Warundi kwa ajili sheria 10 na wako katika madhehebu wako kwa mitandao wanafundisha hivyo, na kuna wengine wanafundisha watu Warundi kwa ancestors doctrine, na kuna wengine wako tu kwa hiyo mitandao. Hata Waislamu niliona hata wao wako pamoja, wanasema watu Warundi kwa hizo sheria. Mimi nilitaka tupatane, nipate wale watu wanaongea habari za watu Warundi kwa ancestors, nipate wale walimu wanafundisha watu Warundi kwa zile sheria 10 za Mungu, nipate wale Waislamu pia wanafundisha watu Warundi kwa hizo sheria 10, alafu nipate maprofeti hapa Kenya ama hapa duniani, tukue na conversation, tukue na table ambaye tupatiwe kama masaa 2 ama 3 ama 4 mpaka tuweke haya mambo wazi, kwa sababu wakati unasikia revival itakuja kutokea Kenya, si mambo ya ngesi waka, ni mpaka tujue ni nini na reviviwa, ilikufia wapi, si mambo ya kudhani ama ya kufikiria, kwa sababu ile kitu kinakuja kureviviwa katika wanadamu ni ule uhai wa wanadamu uliouawa kwa kukosa kupewa ile information ya kwamba uhai ulitoka katika uhai na jina la wanadamu haswa ni uhai. Hilo ndio ile revival inakuja kureviviwa, na hii information ita-originate Kenya, sio mara pengine ita-originate Kenya, lakini haitaenda vile watu wanasema ati ukirundi kwa ancestors doctrine, ukirundi kwa jile sheria 10 sasa ndio utakuwa umekuwa revived, utakuwa revived. Na pia nikasema ningetaka hata kukutana na wale watu wanaziita mudhamaki wa thaya ama king of peace, wale wanasema ndio hao, tukue na hiyo kikao, tuweke hii mambo wazi, tujue wakati tunaongea habari ya Mungu, tunaongea habari ya Mungu gani, ama Mungu wa kweli tunaongea habari ya nani, kwa sababu wakati wa kupoteza wanadamu umeisha. Wakati huu sasa hii information iko wazi sasa, kwa sababu hiyo nilitaka tupatane na hiyo watu kila mtu aweke Mungu wake wazi, tujue ni Mungu gani tunaongea habari yake, si kuongea habari ya Mungu kiundudhio, kwa sababu mkiongea habari ya Mungu neno Mungu ni general, linakaa kama umbrella. Kukaa kama umbrella ni kusema knowledge zote za wanadamu zina source kutoka katika Mungu. Hizo information mahali zina source na ziko na similarity, na katika ule usimilarity ndio unaweza ona mtu akisema Mungu unafikiria naongea habari ya ile Mungu wewe unajua si Mungu huyo, mpaka tuje tujue tunapoongea Mungu tunaongea habari ya nani, kwa sababu kuna Mungu wawili. Mungu wa kwanza akiwa ni uhai, mahali uhai wa wanadamu ulitoka, aliyechukua mwili, na lile jina alipewa ni Yesu Kristo, lakini jina lake halisi ni uzima. Huyo ndiye Mungu wa kweli. Na kuna ule Mungu mwingine alihisi akipea wanadamu information mahali walikuwa na source information zao kutoka creation, ile ana manifest anakuwa watu, ile ambaye anauma watu, naye kuna Mungu huyo. Hawa ni watu wawili tofauti, ni Mungu wawili tofauti, na wanadamu wameishi wakiwa wamepotelea katika yule Mungu ambaye alikuwa anawapea information, akiwa amefunga na ameficha ile information ya kutoka ya uzimani mahali yeye alitoka, maana yeye alikuanga ni ngirore mbode ya huo uzima, lakini akandisconnect, na alikuwa anatembeanga kama vile ukisoma Exodus kuanzia chapter 13 unasikia wakati Mungu huyu alikuwa anatoka kutoka Misri akipeleka wana wa Israeli katika nchi ya Kanaani ama nchi ya ahadi, alikuwa anatembea akiwa katika wingu mchana, na usiku inakuwa ni wingu, ni nguzo ya moto. Sasa wakati kabla ya creation, before universe, before creation,
even before gravity. Huyo Mungu wae ndiye alikuwa, na huo ulikuwa ni mwili wake, na huo mwili ulikuwa unatembea unarudi tena, unatembea unarudi kwa uhai, lakini ikafika wakati haukurudi, na katika hiyo kuzindisconnect ulianza creation through manifestation, na kile chochote mwili ule uliumba ama ulibadilika kuwa, haukuweza kukielezea ya kwamba iwe ni katika ulimwengu wa malaika ama wanadamu, ule uhai unawezesha hicho kiumbe kuexist ama kulive ama kuendelea, ulitoka katika uhai ama kuna entity ingine ama mwingine beyond huyo Mungu. Hiyo information hakupeana, na hii information ndiyo ile uzima alileta, ama ndiyo ile Yesu Kristo alileta. Kwa hivyo imefika wakati sasa ya kuweka mbivu na mbichi, kuweka Mungu wa kweli na Mungu si wa kweli, ni Mungu gani? Asanteni.